Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Upendo wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo. In today's gospel, Jesus is asking us to follow him closely. That's what we see as he is calling Peter to follow him and to do or continue the work of Christ. So let us also ask God's grace that with his grace we may follow him closely and we continue to do his work in our life. Ndugu zangu, tutete dhambi zetu tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu na kumgambia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Ee Mungu, umetufungulia mlango wa mbinguni kwa kufufuka kwake Kristo na kwa kutuangazia na Roho Mtakatifu. Tunakuomba utujalie tunapopata thawabu kubwa namna hii, uchaji wetu uongezeke na imani yetu izidi kukua. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. First reading. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Agrippa the king and Bernice arrived at Caesarea to welcome Festus. And as they stayed there many days, Festus laid Paul's case before the king, saying,
There is a man left prisoner by Felix, and when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews gave information about him, asking for sentence against him. I answered them that it was not the custom of the Romans to give up anyone before the accused met the accusers face to face and had opportunity to make his face concerning the charge laid against him. When therefore they came together here, I made no delay, but on the next day took my seat on the tribunal and ordered the man brought in. When the accusers stood up, they brought no charge in this case of such evils as I supposed, but they had a certain points of dispute with him about their own superstition and about one Jesus who was dead but whom Paul asserted to be alive. Being at a loss how to investigate these questions, I asked whether he wished to go to Jerusalem and be tried there regarding them. But when Paul had appealed to be kept in custody for the decision of the emperor, I commanded him to be held until I could send him to Caesar. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord has fixed his throne in heaven. The Lord has fixed his throne in heaven. Bless the Lord, O my soul, and all within me his holy name. Bless the Lord, O my soul, and never forget all his benefits. The Lord has fixed his throne in heaven. For as the heavens are high above the earth, so strong is mercy for those who fear him. As far as the east is from the west, so far from us does it remove our transgression. The Lord has fixed his throne in heaven. The Lord has fixed his throne in heaven, and his kingdom is ruling over all. Bless the Lord, all you his angels, mighty in power, fulfilling his word. The Lord has fixed his throne in heaven. Lost acclamation. The Holy Spirit will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. The Lord be with you. We are reading from the Holy Gospel according to John. When Jesus had revealed himself to his disciples and they had finished breakfast, he said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." A second time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?"
He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Truly, truly, I say to you, when you were young, you fastened your own belt and walked where you would. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will fasten your belt for you and carry you where you do not wish to go. This he said to show by what death he was to glorify God. And after this he said to him, Follow me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Tumsifu Yesu Kristo. In today's Gospel we see Jesus is telling St. Peter, you follow me, and first he is asking, do you love me? So the answer is very clear. If we love God, or if we love Jesus, then we have to follow his commandments in our life. For example, if we have decided to go to Nairobi, from Mombasa to Nairobi, through road, we have to follow the road which is already there. And if you think that I cannot follow this road, but I will follow my own road, and if you are going in different places, and we may be stuck in the halfway, and we may not reach the place where we want to go. So in the same way, in our life also, if we have decided to follow Jesus, and if we want to be his disciples, we have to follow what Jesus is telling us. Very clearly, Jesus tells in today's Gospel, showing the example of Peter. And first he tells you, follow me, you will feed my sheep, all these things. At the end, he tells, when you are old, you will stretch out your hands, and another will fasten your belt for you and carry you where you do not wish to go. Which means, it is not our will to do anything we want, but it is the will of God we have to follow in our life. So let us ask God's grace, that with his grace we may follow him closely, and we will proclaim his words in this world, and we will help the humanity to live a happy life. Tumsifu Yesu Kristo.
Tafadhali ndogo ni sadaka yangu na yenu, ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana pokea sadaka na maombi yako kwa sifa na utukufu wa jina lake, pia kwa manufaa yetu sisi na kwa kanisa lake takatifu. Ee Bwana, tunakuomba usitazame kwa huruma dhabihu zetu sisi taifa lako, naye Roho Mtakatifu aje kuzitakasa roho zetu ili hizi dhabihu zetu zikupendeze. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inuyeni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki tukushukuru daima na popote, Ee Bwana Baba mema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa maana Bwana Yesu mfalme mtukufu ameshinda dhambi na mauti, amepaa juu mbinguni, malaika wakimstaajabia, amekuwa suluhizi kati ya Mungu na wanadamu, hakimu wa ulimwengu na Bwana mwenye enzi. Amepaa sio kwa nia ya kutuacha sisi wanyonge, bali tukaye tukiamini kwamba sisi tulio viungo vyake ametutangulia huko aliko yeye aliye kichwa chetu na shina letu. Na kwa sababu hiyo watu wote wanaitukuza sikukuu ya Pasaka kwa furaha kubwa popote duniani, na malaika wote wa mbinguni wanaimba wimbo wa kukutukuza wakisema bila mwisho. Ee Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi usitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo, Ee Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia kusimama mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jambo moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, kamilishe katika upendo. Sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Martin na watumishi wako wote, wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufunza Bwana wetu. Baba yetu Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani metu, utukufu huruma yako, usibadilishwe na jambo lolote, tungoje kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, na wacheni amani, na wapeni amani yangu. Usitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Ulijali amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi.
Tutakiane amani. Huyu ndiye mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri alialika kwenye karamu ya Bwana.
to teach them the mysteries of your church. We pray that the Holy Spirit may enlighten our minds and may also see the beauty of your church and come to bless the church. Lord, you instituted the sacrament To be all aspects of our lives in your church. Help us to understand that the sacraments are those outward signs of inward grace instituted by you, through which we receive graces in our souls. Through baptism, may we come to know that to wash away our original sin. Through the Eucharist, that we receive your body and blood. Through confirmation, that we become true soldiers of your church. Through penance, that you reconcile us to yourself. Through anointing of the sick, that you heal our bodily infirmities and strengthen our souls. Through holy orders, that you choose from among us those who serve at your altar. And through matrimony, that you bless our marital unions and sanctify our homes. Help us to remember that we are always in communion with the angels, the saints, our Blessed Mother, and all our departed brothers and sisters. Lord, may these teachings of your church and our reception of the sacraments increase our faith in you, bring healing to our souls, multiply our number, bring peace and unity to our community, give us the zeal for our parish activities, strengthen our juniors and sons, give us the strength to serve one another, and make us to always say, I am proud to be a Catholic, and truly I love my faith. Through Christ our Lord. Amen. Holy Family, pray for us. Holy Family, pray for us. Holy Family, pray for us. Tuombe. Ee Mungu, tunatakaswa na kulishwa sakramenti zako. Tunakuomba utujalie sisi tunaoshiriki, situlete uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. God bless our Holy Family. in the heart of heaven, standing tall among people of goodwill, to spread the message of our Lord. We are the people of different nations. We are the people of different languages. Pressed together, we are one family. To spread the message of our Lord. So we pray. Saint Joseph, Mother Mary, our Lord Jesus Christ, unite us always with the grace of your home. God bless our Holy Family. So we pray. Saint Joseph, Mother Mary, our Lord Jesus Christ, unite us always with the grace of your home. God bless our Holy Family. Tumsifu Yesu Kristo. God bless you all. Be happy. Stay at home and stay safe. God bless you all. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani.